tuondoke kwa magonjwa, tuondoke nyingine sawa, lakini mwanadamu yeyote hana mamlaka ya kuingilia uhai wa mtu mwingine. Wewe unaondoa uhai wa mwingine, ipo siku kwako utaondoka pia, kwa sababu hakuna mwenye mamlaka juu ya kifo. Kwa pointi yangu ya kwanza ni kwamba tufahamu kwamba kifo kipo na hakuna mwanadamu aliye nje ya kuweza kuwa na mamlaka zaidi ya mamlaka ya kifo. Hivyo tuishi katika hali ya unyenyekevu, tuishi katika hali ya utu, tuishi katika hali ya kuthaminiana, tukijua ulimwengu ni mahali pa muda tu, ni mahali pa kupita tu, ni mahali ambapo tumewekwa kwa wakati Mungu mwenyewe kwa dhamana yake, na katika saa ambayo Mungu amependeza mwenyewe ataweza kutuondoa kama ataturuhusu tuweze kuwepo katika ulimwengu. Lakini jambo la pili ambalo nataka kusema katika hotuba hii kwa Mwalimu Charles, swala sio kwamba kifo kipo tu na kinatokea katika mazingira gani, basi tuende katika mikono ya Mungu, lakini tunakufa baada ya kufanya nini? Yaani kifo kinakukuta katika mazingira gani? Maandiko yanasema kwamba Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Kwa hiyo kifo kilikuta ameshatimiza wajibu wake, ameshatimiza kusudi lake ambalo Mungu amemweka katika uso wa dunia. Jackson itakufa, wewe pia utakufa, lakini je, kifo kitakutana nini baada ya kutimiza nini? Daudi baada ya kutimiza shauri la Bwana akalala. Je, mimi nitakufa baada ya kutimiza nini? Sema ndio hapo. Kwa sababu Mungu ndiye anayeruhusu wale wetu tuzaliwe katika ulimwengu huu tuweze kuishi. Mungu ana kusudi na kila mwanadamu kuwepo katika ulimwengu huu katika wakati aliyoruhusu wanadamu awe duniani. Sema ndio hapo. Ulimwengu tunao tunaokuta. Kuna wakati ulimwengu ulikuwa, lakini sisi wote hapa ndani hatukuwa. Lakini ulimwengu ulikuwa au dunia ilikuwa. Tutaendelea kuishi sawa, lakini fahamu kuna wakati dunia itaendelea kuwepo, sisi wote hapa ndani hatutokuwepo. Fanya mazoezi kuwa na bima kwenye kiwango cha juu katika kitu, lakini kwa miaka 100 ijayo sisi wote hapa ndani hatupo. Mimi sipo, wewe unajua sio kama njema msikie upende msikie, lakini ni 100 years to come hatutokuwepo. Kwa nini hatukuwepo? Hatukuwepo kwa sababu halikuwepo kusudi la sisi kuwepo. Kwa nini miaka 100 hatukuwepo? Hatutokuwepo kwa sababu hakuna sababu ya kutufanya tuwepo. Kwa nini tupo? Tupo kwa sababu lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo. Na kama lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo, nijiulize Jackson, ninavyoishi katika nafasi yangu katika maana ya Mungu mwenyewe. Je, ninalitumikia shauri la Mungu? Ninatumikia kusudi la Mungu? Ninayaishi mapenzi ya Mungu? Unajua, hakuna mwanadamu anayekuja duniani pasipo ajenda ya Mungu kuwepo ndani yake. Waswahili ndio wanafanya habari za ile dini. Anaambia yeye, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako alikujua na alikuita wewe wangu, nimekuweka kwa ajili ya shauri 1, 2, 3. Kwa hiyo kabla ya dunia kuumbwa litangulia kusudi la Mungu, na kabla ya wanadamu yoyote kuumbwa litangulia kwanza kusudi la Mungu na huyo mwanadamu kuumbwa. Pasipo kusudi hakuna sababu ya mwanadamu kuumbwa. Ndipo hapo mwandishi anasema Daudi akiisha kutumikia shauri la Bwana, kwa sababu ndio ajenda iliyomweka duniani, akaondoka katika Yesu wakati atishiwa na Pilato kwamba unajua na mamlaka ya kufungua na kufunga katika ile kesi ya usiku. Yesu akamwambia Pilato, "Kwa sisi Pilato, usisumbue, usitishie kwa ajili ya msalaba. Nilizaliwa kwa ajili ya haya, nilizaliwa kwa ajili ya msalaba, na kwa ajili ya msalaba nilikuja ulimwenguni." Ndio kile ndio kuuliza hayo unayofanya, ulizaliwa kwa ajili ya haya. Ukiona hiyo serious tena kwa ajili ya inawezekana tumeacha ajenda ya Mungu katika kuishi kwetu.
tumeishi ajenda zetu wenyewe. Na ndio maana wakati mwingine tabu zimetupata, shida zimetupata, adha zimetupata, kwa sababu tumemwacha yeye aliye asili ya uhai wetu, aliyekuwa na kusudi kwa ajili ya maisha yetu. Charles ambaye amelala mahali hapa, nafahamu kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza kufahamu. Tukisema watu wasimulie, kila mmoja anaweza kusimulia kwa namna zake mbalimbali. Lakini mimi nikimwangalia namuona ndani ya moyo wake katika uhai wake ni mtu aliyeishi duniani akijua duniani ametumwa kuja kufanya nini. Kwa kifupi ningesema hivi, unajua kuna watu watakaowepo mahali duniani wasijue kuja kufanya nini. Lakini asili ya maisha ya Charles inatuonyesha wazi kwamba alijua duniani amekuja kufanya nini. Wingi wa watu wanaoona mahali hapa ni ashirio tosha kwa namna gani ambavyo ameweza kuyagusa maisha ya watu wengine katika ngazi mbalimbali, kwa namna gani amekuwa baraka kwa namna moja au nyingine. Alisema maarifa gani atakapokuwa kwenye barabara kwamba ukiishi katika dunia na usiyaguse maisha ya mtu yeyote, wasiwepo watu ambao wamegusa kwa duniani, ufahamu wewe hujawahi kuishi ulimwengu wote duniani. Ndio watu wanakuwa katika familia za sita, kuna wawili wanaishi wanagusa maisha ya wengine, kwa wengine wanakuwa mimi wataka kuzaliwa kwa wale tunachukua nafasi, lakini don't see any impact. Charles ameishi kwa impact, ameishi hajakuwepo duniani. Kwa kuna watu wanakuwepo duniani na kuna watu wanaishi duniani. Wanaoishi ni wale ambao wanajua wamekuja duniani kufanya nini na kusimama katika kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka. Maisha ya Charles yanajieleza katika maeneo mengi sana. Nimezungumza kwa mwanzo kwanza ibada katika maisha ya Charles. Charles alikuwa ni mtu mwenye kulipenda kanisa, mwenye kulipenda kanisa lake, lakini pia mwenye kupenda ibada. Unajua baadhi ya watu maarufu walio wengi wanadhani maarufu ndio ushirika wa maisha yao na hawamhitaji Mungu. Wanadhani kuinuliwa kunaweza kuwa baada ya Mungu, lakini sio kwa Charles. Charles aliishi maisha ya kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Hakuweza kukosa kuja katika ibada kwa siku zote za ibada pale ratiba iliweza kukuruhusu. Hiyo haitoshi. Hakuacha kwa mstari wa mbele katika kujitoa katika kazi za kanisa katika mambo mbalimbali. Alikuwa muumini wa kanisa hili tangu kuna katika leo kwa kuferenza na madhabahu. Tunafahamu na kutuwai mchango wa Charles katika kanisa hili. Kwa kawaida hapa huwa kuna mashindano ya umati na ubaki, ni wanawake na wanaume. Kama huu msiba umekuwa mkubwa kwa wengi, lakini msiba mkubwa zaidi kwa wanaume wa kanisa hili. Ninafahamu mara ya mwisho kwa sisi mtana kiasi gani? Milioni 180 cash. Na haya mashindano kuna mama wakiendelea na mashindano ya afya au watu wacho kwa. Lakini naweza kusema hivi, Charles ikifika masuala ya mashindano ya utoaji wa siku hiyo, na hasa kipindi cha karibuni kutana na shambishio za kazi, alikuwa anasafiri na mke wake sana timu maji, Charles timu ubaki. Wanasafiri kwa darasa kila saa, na sio usafiri tu, kuhakikisha kila upande kuna shida. Kama mwingine ndio ukozaji wa unajua kwa padri hivi kwanza sipo wasipo watie nguvu, tuko pamoja kidogo. Haikuwa hivyo kwa Charles. Alijua kusudi na sheria za Mungu, aliweka katika kuswamia na kufanya kwa sababu alitoa pamoja. Kuna jambo la kujifunza kutoka kwake. Alipenda kanisa, alipenda ibada, alipenda kutoa. Yapo mengi maisha ya familia. Charles alikuwa ni baba wa familia. Charles hukuweza kukuta amekaa katika ibada pekee kwa sababu sana ndani yake kwa. Unajua kwanza ngoja hata kanisa ndio kutaka kuambia Mungu atakapo shoto
Sara sio wakati tunatamani kumjua, ni wakati tunamjua sana kwa maisha ya Charles, ule alipata kwa zawadi katika wakati wa uhai. Charles alipenda familia yake. Watu mashuhuri wengi, mashuhuri na wenua na kuona familia haina kitu, familia haina msaada, familia haina lolote. Watu wengi wakiinuka hivyo wanakwenda mbali na familia. Na nikamwambia watu wanafanya mambo haya. Kama sisi ni baba, Mungu atupende na kutufunza kwa karibu. Wakati mwingine baraka ulizonazo haukunazo kwa sababu umesoma sana, kuna uwezo sana, kwa sababu tu ya mke uliye naye. Amesoma lakini ndio uwezo wake ya kutumia familia. Unaweza matunda naye ana nguvu katika. Charles aliona siri. Na karuhusu sana atumikie Mungu nafasi yake, lakini na yeye pia Charles akafanya basi. Charles alikuwa ni baba wa familia. Niliambia mahali fulani kwamba baba wewe hatuna muda na familia. Tuko wenyewe tunafanya tu wenyewe. Na wakati mwingine walikuwa tuzidi tukaambia kama mambo wenyewe nasi shule. Wakati mwingine masomoni mtoto wangu amezaliwa wa pili na mwaka ana miezi 6. Nikienda masomoni nje ya nchi, nimerudi na mwaka 1.5. Nimekaa sebeni, nifika usiku kwa siku za niko sebeni, ndio naye akaniangalia kanita hapo. Sasa fikiri ndio msaa anakuja hapo, ndio wewe Yesu wangu baba sawe yangu. Ndio mama kijana kwa sababu ndio sisi kwa baba na watoto baba anakuja hapo sasa. Hapo. Ndio kuna mambo kwa zangu hapa. Kama baba tuna nafasi. Pamoja na majukumu yote tulionayo, kuna wakati majukumu tutastaafu, hatutastaafu kuwa sehemu ya familia, iwe familia kwa sehemu ya mbele katika maisha yetu. Charles anafundisha kwa vitendo kwa jamii ya familia. Aliweka familia, lakini Charles si hivyo tu. Charles amekuwa na mchango mkubwa sana, ambapo najua kesho katika ukumbi wa Injili kwa watu wa Zanzibar, wengi wanasema katika mambo ya serikali na jamii mbalimbali na mambo ya kusema, lakini Charles amekuwa na mchango mkubwa wa kitaifa na kimataifa katika eneo la habari na ulimwengu, lakini pia hata nje kama hii. Charles amekuwa mshauri katika mambo mengi sana. Charles amekuwa mtu mwenye kupenda amani na kutoa sana, na ucheshi ambao Mungu alimpa mnaweza kuona jambo gumu sana. Yeye akafanya kitu tukacheka kumaliza kama kumaliza issue yote pale kwanza mwanzo mpito ya kazi na mfumo wa karibu zaidi. Ucheshi wake, uwezo wake, umahiri wake katika mambo yaliyo mengi yaliweza kuwa kusaidia. Na mimi kuna wanahabari wengi ambao Charles ni role model wao katika mambo mengi katika jamii ya Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Charles alikuwa na upendo wa kujali kila mtu. Hakuangalia umaarufu wake kwamba achague aina ya watu wa associate nao. Hakuwa mtu anisikia. Aliweza kumsaidia kila ambaye mkono wake uweze kufika mahali. Wakati mwingine pale tunaweza kufika, alinyosha mkono zaidi aweze kusaidia. Hiyo ndio Charles. Amelelewa na Mungu. Mtu aliyejua kusudi lake, aliyejua sababu ya kuitwa kwake, mtu aliyesimama katika zamani. Sijui mimi na wewe tutalala baada ya kutumikia nini? Daudi akiisha kutumikia shauri la Bwana akalala. Mimi na wewe tutalala baada ya nini? Tutalala baada ya nini? Niliwaambia kitu kalifanya kwa mtu. Nikasema kama mimi napenda sana kusikiliza wasifu wa marehemu. Naomba niambie nini nilisema katika fulani. Tukifika katika msiba wote katika eneo la very interesting ni kusikiliza wasifu wa marehemu. Huyu alilala hapa akifanyia nini? Nikasema mtu mwingine katika mahali Mungu anatuchosha. Marehemu kaza kuelezea kutoka siku ya kuzaliwa, akaja siku ya kuokoa kutoka kwa mzinga, akapeleka siku mbili, akapeleka siku ya wapi, baadaye akaja siku ya kutoka, akapeleka kwa jamaa siku baadaye wakaja akafa kwa hospitali hospitali hizo tunazijua, lazima kama ndio Sereni alifanya nini? Kama hakufanya kitu, Sereni marehemu alizaliwa akazaliwa full stop. Sisi tunajua. Lakini kwa Charles wasifu wake umesheheni vitu vingi vya msingi kiasi cha kwamba hata watu wanafika labda kupunguza kwa sababu ya kuokoa mambo yaliyofanya kidini. Hebu mmeuliza mimi nikilala au kulala wasifu wako utaeleza nini? Marehemu alizaliwa akakopa kulima
kufanya ghasia, akizunguka akikaa kila asijue atakayechukua wala nini. Kuna watu ambao wanaishi pasipo maneno. Charles ni haina mambo badalini kuja kumsikiliza Charles alafu usizunguse sisi tukajifunza vitu kutoka pale. Haina maana, haina faida hata kidogo. Lazima tujifunze jambo kutoka pale. Kama mwenzetu alilala Mungu kumaliza yale nini, yeye kwa siri yake alifanya haya, sisi je tunafanya nini kwa siri yetu? Daudi akiisha kumjia kwa Bwana ana mchango mkubwa sana kwa eneo mbalimbali. Kanisa la hapa, kanisa la Zanzibar hakujua kudharau mtu Charles. Hakujua. Eneo la mwisho niseme kama kifo tumeitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu kuishi katika dunia. Jiandae sasa, jiandae sasa wakati wa kufa. Muda bado upo wa kuweza kubadili maisha, kubadili mfumo wa maisha, tukaishi vile ambavyo Mungu anataka tuwe na sio sisi tunataka tuwe au jamii inataka tuwe. Tujiandae. Duniani hatuna mjumbe Mungu, tutaondoka tu. Katika ibada nitakayosoma katika takatifu katika wao takatifu inasema kwa maana maisha ya waaminifu wako Bwana hayaondolewi bali yanabadilika, na nyumba ya maskani yetu hii ya dunia ikiharibiwa tunayo katika mbingu nyumba iliyo ya milele. Maana nini? Kifo ni kubadilisha change of state kutoka katika hali hii kuingia katika hali nyingine. Je, tunayaandaje maisha ya baadaye? Tunajipangaje? Maandiko yanasema heri wafu wafao katika Bwana kwa sasa wapate kupumzika, kwa maana matendo yao yatafuatana nao. Mimi matendo gani yanafuata baada ya kufa? Wewe matendo gani yatakufuata baada ya kuondoka katika dunia? Dunia inaishi kwa kitambo kidogo sana. Hata ukiishi miaka 80 miaka 90 bado kuna miaka ya milele mbele yetu. Tumejipanga nayo mbele ya nayo vipi? Na hata kuna nguvu ya siri, kuna siku itaondoka, kuna siku itaondoka. Malizie kushuhudia huo wa Jackson. Michael Jackson yeye alikuwa na hofu ya kifo, lakini pia alikuwa na ndoto zake, na akasema katika ndoto zake mambo mawili yasifanyike. La kwanza, akahakikisha anakuwa mwanamuziki maarufu wa dunia katika muziki wa hip hop. Na ni kweli alifanikiwa, akawa muziki maarufu sana katika ulimwengu mzima katika eneo hilo nchini. Lakini jambo la pili akasema, hata kama Biblia imesema kuishi kwa mtu miaka 80, miaka 70 ndio huko miaka 80, yeye akasema kwa sababu ana pesa na maarufu ataishi miaka 150, sio kupungua 150. Na akaanza mkakati wa kuishi anaishi miaka 150. Mpaka nizungumze kuhusu wale kifo miaka 150. Kwa kujiandaa kusikitondoka kusitogana na kuhakikisha anatimiza ndoto yake miaka 150. Akahakikisha ana madaktari 12 kutoka California na Los Angeles ambao madaktari bingwa wa kuratibu afya yake, kila siku kupima pressure, sukari, kila kitu katika kila temperature, kila jambo. Lakini madaktari wanaambia kwamba kuna tatizo la ghafla, pengine ukatakiwa kuwekewa figo au kuwekewa kitu fulani takwaje. Akatafuta watu 50 ambao viungo vyako vinaendana na viungo vyake kwa kufanyia replacement. Watu wale wakaingia katika mkataba na Michael Jackson kwamba wao watakuwa ni wanaishi lakini wakiwa na viungo vya replacement ya Michael Jackson. Kwa hiyo watu wale wanalipwa mshahara kwa sababu na figo ya kile Michael Jackson. Hivi kwa hiyo wameishi wanakula kama alivyokuwa Michael Jackson. Wanalipwa mshahara, wanatunzwa kama anavyotunzwa Michael, kwa sababu hao ni Michael na mamii, wana spare parts za Michael Jackson. Watu wanasema ameishi hivyo, chumba kulala, kitanda kina mtoto chake ya pili iko ndani katika kifuketi kile jambo. Amekwenda akakuwa na ndoto ya kuishi miaka 50. Akiwa miaka 50 alikatika ghafla akafa. Hatuishi kwa sababu tuna pesa au tuna maarufu. Tunaishi kwa sababu wale wetu tumefichwa na kuhifadhiwa katika Yesu Kristo. Na katika Mungu mwenyewe alitupatia kwa kuweza. Ndipo kwa kufahamu hili, mtunga Zaburi wa 39 anasema
Ee Bwana, nijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Si binadamu tu dhaifu. Daudi akiisha kutumikia shauri la Bwana akalala. Mungu anipe neno. Mungu akupe neno. Usiishi kwa msara. Chanza niishi kwa faida. Basi tuishi kwa faida, tumikie shauri la Mungu lililowekwa kwetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho